Jambo na asubuhi njema na tena karibu katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info. Mahali unaposikia habari sahihi za haraka na zenye kuaminika kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Ikiwa leo tarehe 26 Juni mwaka 2026 ni siku nyingine mpya ya Alhamisi, na tunaanza kwa kutakia amani, afya njema na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari mbalimbali zinazogusa usalama, siasa, diplomasia pamoja na hali ya kijamii katika maeneo tofauti ya nchi, hususan mashariki mwa DRC ambako matukio mbalimbali yanaendelea kuripotiwa. Vile vile tutazungumzia pia maendeleo ya kisiasa na diplomasia katika juhudi za kuleta amani au usalama katika maeneo yenye migogoro, pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazoendelea ndani na nje ya nchi. Basi endelea kubaki nasi kupitia Kivu News Info kwa habari zilizo sahihi, za kina na zinazokufikia kwa wakati. Mimi ni Teloja Longa, basi nakureka kuona mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 26 Juni mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tuanze habari kwa pamoja. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kurekodi mafanikio katika operesheni zake za kijeshi zinazoendelea katika eneo la Minembwe katika nyanda za juu za mkoa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijamii, viongozi wa kiraia pamoja na wakazi wa eneo hilo, vikosi vya serikali vimepiga hatua muhimu katika mashambulizi yake dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Taarifa zinazopatikana zinaeleza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo yake ya zamani yaliyokuwa chini ya udhibiti wa waasi wa muungano AFC/M23 na Twirwaneho. Mafanikio yanatajwa kuwa sehemu ya operesheni kubwa inayolenga kurejesha mamlaka ya serikali na kuimarisha usalama katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini ambako kwa muda mrefu yamekuwa kikumbwa na migogoro ya silaha. Katika jioni ya Jumatano, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilifanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo ya Kalingi moja na Kalingi ya pili. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, kurejeshwa kwa maeneo kuliwalazimisha wapiganaji wa M23 na Twirwaneho kuondoka kuelekea upande wa Minembwe Centre, huku vikosi vya serikali vikiendelea kuimarisha nafasi zao katika maeneo yaliyotekwa. Mbali na maeneo hayo, vyanzo vya kijeshi vinaeleza kwa FARDC sasa linadhibiti vilima vya Ijafi, Kawera na Kitavi. Maeneo yanachukuliwa kuwa ya kimkakati kutokana na nafasi yake ya juu inayotizama miji wa Minembwe. Udhibiti wa vilima hivyo unaweza kutoa nafasi nzuri kwa vikosi vya serikali kufuatilia mienendo ya adui na kuimarisha operesheni zake katika eneo lote. Maendeleo yanakuja siku chache tu baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza kurejesha maeneo kadhaa kimkakati kwenye mihili wa Kitavi kuelekea Irundu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, mfululizo wa mafanikio hayo yanaonyesha kwamba vikosi vya serikali vinaendelea kusonga mbele hatua kwa hatua kuelekea Minembwe Centre. Wakazi wa eneo wanasema kuwa wanaendelea kushuhudia harakati za wapiganaji wa muungano wa waasi kujiondoa kutoka baadhi ya maeneo na kuelekea katikati ya Minembwe. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa ya pembezoni, yanaonyesha kuwa hali ya usalama bado haijaimarika kikamilifu. Baadhi ya vyanzo vinaeleza kuwa katika mapigano hayo makundi ya waasi yamekuwa yakitumia mbinu mbalimbali za kivita pamoja na teknolojia za ndege isiyo na rubani maarufu kama drone. Hata hivyo, licha changamoto hizo, vikosi vya FARDC vinaendelea na operesheni zake kwa lengo la kurejesha maeneo yote yaliyokuwa chini ya makundi yenye silaha. Kwa muda mrefu, eneo la Minembwe limekuwa likikabiliwa na changamoto ya kiusalama zinazoshisha makundi mbalimbali yenye silaha yaliyomesababisha maelfu ya wananchi kuyakimbia makazi yao, huku wengine wakikabiliwa na matatizo ya kibinadamu kutokana na mapigano yanayojirudilia mara kwa mara. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaendelea kutoa wito kwa kulindwa kwa raia wakati operesheni za kijeshi zikiendelea. Wakazi wanasema kuwa wanatarajia kurejea kwa amani na utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku ambazo zimeathiriwa na mapigano. Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha nafasi zake katika maeneo yaliyorejeshwa, huku vikosi vyake vikisonga mbele kuelekea Minembwe Centre. Hata hivyo, kutokana na mapigano hayo ambayo bado yanaripotiwa katika baadhi ya maeneo pembezoni, hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Wananchi wa Minembwe na maeneo jirani wanaendelea kusubiri kurejea kwa amani ya kudumu, huku matumaini yakiongezeka baada ya taarifa za mafanikio ya jeshi la serikali katika operesheni zinazoendelea kwenye nyanda za juu za Kivu Kusini.
Mwaka mmoja baada ya kutiwa saini ya makubaliano ya amani ya Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ripoti mpya ya uchunguzi inaonyesha kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo bado unasonga kwa kiasi kidogo. Kwa mujibu wa ripoti ya kila mwaka ya Barometre des Accords de Paix en Afrique iliyochapishwa siku ya jana Jumatano, ni 35% pekee ya majukumu yaliyokubaliwa kati ya pande hizo mbili ndiyo yamefikia hatua ya utekelezaji. Makubaliano hayo yalitiwa saini tarehe 27 Juni mwaka 2015 kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya nchi hizo mbili pamoja na kurejesha usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye, changamoto nyingi bado zinaendelea kuzuia utekelezaji kamili wa makubaliano hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kati ya majukumu 13 yaliyopangwa kati ya makubaliano hayo, ni majukumu 22 pekee ambayo yameanza kutekelezwa. Hata hivyo, ni majukumu 3 tu ambayo yamekamilishwa kikamilifu, na yote yanahusisha masuala ya taasisi na utaratibu wa kiusalama. Miongoni mwa hatua zilizotekelezwa ni kuanzishwa kwa utaratibu wa usalama pamoja na kamati ya pamoja ufuatiliaji ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Taasisi hizo zilianzishwa kwa lengo la kurahisisha mawasiliano na ushirikiano kati ya pande mbili. Ripoti inaonyesha kwamba masuala nyeti zaidi bado hajapata suluhisho. Operesheni za kuwazofisha waasi wa FDLR zilianza rasmi mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2016, karibu miezi 6 baada ya kutiwa saini ya makubaliano hayo. Kwa mujibu wa tathmini ya ripoti hiyo, hatua hiyo imepata alama ya wastani ya pointi 5 kati ya 10. Kwa upande mwingine, suala la kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kutoka eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kuzua mjadala. Ripoti hiyo inaipa alama hiyo pointi 2.5 kati ya 10, huku ikieleza kuwa hadi sasa kuna tangazo rasmi kutoka kwa Kigali linalodhibitisha kuondolewa kwa wanajeshi wake kutoka ardhi ya Kongo. Masuala ya kibinadamu pia endelea kuwa changamoto kubwa. Ulinzi wa raia, kurejea kwa wakimbizi wa ndani pamoja na upatikanaji wa msaada wa kibinadamu vinaendelea kusuasua. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa maeneo haya pia yamepewa alama ya pointi 2.5 kati ya 10. Kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na janga kubwa la wakimbizi wa ndani, huku takribani watu milioni 3.5 zaidi wakiwa wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano na hali ya ukosefu wa usalama. Waandishi wa ripoti wamegawanya mwaka wa kwanza utekelezaji wa makubaliano katika hatua 5. Kipindi cha kwanza kilishuhudia mwanzo mwenye matumaini kati ya Julai na Agosti mwaka 2015. Kati ya Septemba na Novemba kilionekana maendeleo ya ustawi kabla ya mchakato kukwama kwa takriban miezi 3. Mwishoni mwa Machi mwaka 2016 kulianza kuonekana dalili za kurejea kwa mazungumzo na utekelezaji wa baadhi ya hatua, huku mwezi Mei na Juni mwaka 2016 ukishuhudia kuimarika kwa baadhi ya shughuli za pamoja, ingawa maendeleo hayo bado yanaonekana kuwa ya polepole. Ripoti hiyo inabainisha kuwa vikwazo vikuu vinavyozuia utekelezaji wa makubaliano hayo. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa kuaminiana kati ya pande mbili, tafsiri tofauti kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano, pamoja na kukosekana kwa vigezo vya wazi vya kutumia mafanikio operesheni dhidi ya waasi wa FDLR. Barometre des Accords de Paix en Afrique inaonya kwa mabadiliko yote ya katiba yanayofanyika bila maridhiano mapana kitaifa yanaweza kuasili zaidi mazingira ya kuaminiana yanayohitajika kwa utekelezaji wa mchakato wa Washington na Doha. Kauli inaonekana kuruhusiwa na mjadala unaoendelea nchini Kinshasa, huku uwezekano wa kufanya marekebisho ya katiba kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati maandamano yakitimiza mwaka mmoja tangu kutiwa saini kwake, wadadisi wengi wanaamini kuwa bado kuna kazi kubwa inapaswa kufanywa ili kufikia malengo yaliyokusudiwa na kurejesha amani ya kudumu, kuimarisha usalama na kupunguza mvutano kati ya DRC na Rwanda. Serikali ya Marekani kupitia wizara yake ya hazina imetangaza siku ya jana Jumatano tarehe 25 Juni vikwazo vipya dhidi ya mtandao wa watu na kampuni za Rwanda wanaotumiwa kuhusika katika biashara haramu ya madini kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mamlaka za Marekani zinalenga hasa kampuni ya kusafisha dhahabu ya Gasabo Golden Ltd iliyoko mchini Kigali. Kampuni hiyo inatumiwa kutumika kama kituo cha kupokea na kusafisha dhahabu inayotoka katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa 23 katika mikoa wa Kivu Kaskazini na Kusini. Wizara ya hazina Marekani inaeleza kuwa mwanzo wa mwaka 2016 angalau kilo 60 za dhahabu zilisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo kuelekea Rwanda. Thamani ya dhahabu hiyo ilikadiriwa kufika milioni ya dola za Marekani.
Kwa mujibu wa madai ya Washington, usafirishaji huo ulifanyika chini ya ulinzi wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda, jambo ambalo limeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili na kuibua maswali mapya kuhusu nafasi ya Kigali katika mgogoro mashariki mwa Kongo. Mbali na kampuni ya Gasabo Golden, Marekani pia imewekea vikwazo rais wa kampuni hiyo Jean-Malik Kalima pamoja na mkurugenzi mkuu Bosco Kanyo Bosti. Kampuni 3 za madini Rwanda zinadhibitishwa na Kalima, nazo zimehusishwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani. Kwa kawaida vikwazo vya Marekani vinahusisha kufungiwa mali zinazoweza kuwa chini ya mamlaka ya Marekani, kuzuia kufanya biashara na taasisi za kifedha na Marekani, pamoja na marufuku ya kufanya miamala raia na au makampuni za Marekani. Akizungumza hatua hiyo, katibu wa hazina wa Marekani amesema kuwa Marekani haitaruhusu makundi yenye silaha wala mitandao ya biashara haramu kufaidika na rasilimali za madini, huku ikiendelea kuchochea hali ya ukosefu na usalama katika eneo la maziwa makuu. Kauli yake ya mkurugenzi ilisisitiza kwamba Marekani itaendelea kutumia vikwazo vya kiuchumi dhidi ya watu na taasisi zinazohusika katika biashara haramu ya madini na wale wanaochangia kuyumbisha usalama wa eneo hilo. Tangazo hili linakuja katika kipindi ambako eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kukabiliana na mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 katika maeneo kadhaa ya Kivu kaskazini na kusini. Kwa miaka kadhaa sasa, serikali ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 na kufaidika na rasilimali za madini kutoka maeneo yenye migogoro. Rwanda kwa upande wake imeendelea kukanusha tuhuma hizo. Hatua mpya Washington inaweza kuongeza shinikizo la kimataifa kwa wahusika wanaotumiwa kuhusika katika biashara haramu ya madini na pia kuasili shughuli za baadhi za kampuni za Rwanda zinazohusishwa na sekta ya madini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaamini kuwa vikwazo hivi vinaweza kuwa ujumbe mkali kutoka kwa Marekani kuhusu haja ya kuheshimu juhudi za amani na kukomesha umwangaji haramu wa rasilimali kutoka mashariki mwa Kongo. Hadi sasa mamlaka za Rwanda hajatoa tamko rasmi kuhusu vikwazo hivyo vipya vilivyotangazwa na Marekani. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa miili wa Mbau hadi Kamango katika eneo la Beni baada ya milio ya risasi kuripotiwa kati ya maeneo ya PKD na PK5 siku ya jana Alhamisi tarehe 25 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi na watumiaji wa barabara hiyo, milio ya silaha ilisikika katika eneo hilo na kuzua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Wengi walazimika kusitisha shughuli zao, huku wengine wakichukua tahadhari kwa kofia kuzorota kwa hali ya usalama. Wakazi wa maeneo karibu wanasema kwa milio ya risasi imebua hofu na uwezekano wa kuingia kwa waasi wa Defe, kundi ambalo limekuwa likihusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Beni. Kwa sasa bado hakuna taarifa rasmi zilizothibitisha chanzo cha milio hilo na silaha wala kiwango cha madhara yaliyoweza kutokea katika eneo hilo. Hata hivyo, hali ya tahadhari imeongezeka miongoni mwa wananchi na wanaoishi kando ya miili huo muhimu. Barabara Mbau Kamango ni moja kati ya njia muhimu zinazozungusha maeneo kadhaa Beni, ikiwa kwa muda mrefu imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha hususan waasi wa ADF. Watumiaji wa barabara hiyo pamoja na wakazi wa maeneo jirani wametakiwa kwa uangalifu na kufuatilia maelekezo ya mamlaka za usalama wakati hali ikiendelea kufuatiliwa. Hadi sasa vikosi vya usalama vinaendelea kukusanya taarifa zaidi ili kubaini hali halisi ya tukio hilo, huku wananchi wakisubiri taarifa rasmi kuhusu mazingira ya milio hiyo ya risasi. Mwanamke mmoja pamoja na mtoto wake wameuawa siku ya Jumanne tarehe 23 Juni katika mashamba Rude yaliyoko pembezoni mwa kijiji cha Kiseguru ndani ya kundi la Binza wilayani Ruchuru katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mtetezi wa haki za binadamu katika eneo hilo, washika hao wanadaiwa kuuawa na wapiganaji wa M23 wakati walipokuwa wakitafuta chakula mashambani. Mwanamke huyo anatambulika kwa jina la Julienne mwenye umri wa miaka 22, huku mtoto wake akijulikana kwa jina la Fazili Uizena, na inadaiwa kuwa wawili hao walikuwa wameelekea mashambani kutafuta chakula kwa ajili ya familia yao kabla ya kukumbana na tukio hilo la kusikitisha. Kwa mujibu wa mtetezi huyo wa haki za binadamu aliyetoa taarifa hiyo, mtoto huyo alikamatwa na wapiganaji hao kabla ya kuuawa. Taarifa hizo zimezua huzuni na hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Kiseguru na maeneo ya jirani. Eneo la Kiseguru lipo katika kundi la Binza limekuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha katika wilaya ya Ruchuru. Wakazi wengi wa eneo wamekuwa wakikabiliana na changamoto za usalama pamoja na ugumu wa kufikia mashambani yao kutokana na hofu ya mashambulizi. Mtetezi wa haki za binadamu amelaani
vikali tukio hilo na akitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ya kuishi pamoja na sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa migogoro ya silaha. Ametoa wito wa kufunguliwa kwa uchunguzi huru ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo na kuhakikisha kwamba wote watakaobanika kuhusika wanajibishwa kwa mujibu wa sheria. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaendelea kueleza wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Rutshuru ambako raia wanaendelea kuwa waathirika wa mapigano na vitendo vya ukatili. Wakati rambirambi zinaendelea kutolewa kwa familia ya Julien na mtoto wake pamoja na wananchi wote walioguswa na tukio hilo la kusikitisha. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na upande unaotumiwa kuhusika kuhusu mada hayo, huku wakazi wa eneo hilo wakiendelea kuomba kuimarishwa kwa usalama na ili kulinda raia. Mpaka kati ya mji wa Goma na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Gisenyi nchini Rwanda umefunguliwa tena jana Alhamisi tarehe 25 Juni baada ya kufungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hatua imeleta furaha kubwa miongoni mwa wakazi wa pande zote mbili za mpaka, hasa wafanyabiashara, wasafiri na familia ambazo hutegemea kuvuka mpaka huo katika shughuli zao za kila siku. Mpaka huo ulifungwa tangu tarehe 17 Mei katika mfumo wa hatua zilizokabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kufungwa kwa mpaka huyo kuligusa Grand Barriere pamoja na Petit Barriere ambazo ni njia kuu za kuvuka kati ya Goma na Gisenyi. Kwa muda wote wa kufungwa kwa mpaka huo, shughuli nyingi za biashara zilidorora na baadhi ya wananchi walikumbwa na matatizo ya usafiri na biashara kutokana na kutoweza kuvuka kwa urahisi kati ya nchi hizo mbili. Baada ya tangazo la kufunguliwa kwa mpaka huo, hali ya shangwe ilionekana katika mji wa Gisenyi ambako wananchi wengi walikusanyika na kuonesha furaha yao. Wafanyabiashara, waendesha pikipiki, usafiri pamoja na wakazi wa maeneo mpakani walionekana kurejea katika shughuli zao za kawaida. Hata hivyo, mamlaka zinaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu hatua za afya za usalama ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa mlipuko. Kufunguliwa kwa mpaka wa Goma na Gisenyi kunatarajiwa kusaidia kurejesha shughuli za kiuchumi, kurahisisha usafiri wa wananchi na kuimarisha biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Rwanda zimeeleza tena dhamira yao kushirikiana kwa ajili ya amani na utulivu mashariki mwa DRC baada ya kufanyika kwa mikutano sita wa kamati ya pamoja ufuatiliaji ulifanyika Jumatano tarehe 24 Juni mjini London. Mkutano ule uzuriwa pia na Marekani, Qatar na Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika pamoja na tume ya Umoja wa Afrika katika juhudi za kuimarisha mchakato wa amani unaendelea katika eneo la Maziwa Makuu. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, pande zote mbili zimekubaliana kuendelea kuunga mkono mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali ya DRC na muungano wa waasi wa M23 ambao wanafika katika mchakato wa Doha. Hatua inalenga kuharakisha suluhisho la kudumu la mgogoro mashariki mwa DRC. Vile Kinshasa na Kigali zimeahidi kuchukua hatua za kurejesha uaminifu kati yao. Pande hizo zimekubaliana kuepuka vitendo vyovyote vya ukatili vyenye uchochezi, hususan mashambulizi ya kisiasa au lugha zinazoweza kuasili au kucheleweshwa utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington, ikiwa ni pamoja na majukwaa ya kimataifa. Kama hatua imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama inayozidi kuzorota mashariki mwa DRC, imesema kwamba mapigano yameongezeka katika baadhi ya maeneo, huku mashambulizi ya kutumia drone yakionekana kuasili zaidi raia na kuasili mchakato wa amani. Wajumbe wa mkutano wao wameeleza wasiwasi wao juu ya kuendelea kwa mgogoro wa kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika na mapigano pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuripotiwa. Aliongeza wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka na kuhakikisha ustawi wa mapigano unaheshimiwa. Katika mkutano huo, DRC iliwasilisha taarifa kuhusu maendeleo ya operesheni zake za kuwazofisha waasi wa FDLR, wakati Rwanda nayo ikieleza hatua za kupunguza uwepo wake wa kijeshi na kuondoa taratibu baadhi ya hatua zake za ulinzi. Pande zote mbili zimeshukuru Marekani, Qatar, Togo na Umoja wa Afrika kwa mchango wao katika mchakato wa amani pamoja na Uingereza kwa kuandaa mkutano huo mjini London. Imekubaliwa pia mkutano huo unafuata wa kamati ya usimamizi wa utaratibu utakufanyika ndani ya siku 15 zijazo ili kupitia maendeleo yaliyofikiwa na kuendeleza juhudi za utulivu katika eneo hilo. Hata hivyo, licha ya mikutano ya makubaliano ya kidiplomasia kuendelea kufanyika, hali mashariki mwa DRC bado endelea kuwa tete kutokana na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Hali inaonyesha changamoto kubwa inayopo kati ya kugeuza makubaliano ya mezani kuwa matendo ya ukweli katika uwanja wa vita.
Wachambuzi wanasema bado kuna pengo kubwa kati ya makubaliano ya kisiasa na hali halisi ya usalama, huku kila upande ukiendelea kutafsiri makubaliano kwa namna yake, jambo linalofanya mchakato wa amani kuwa ngumu zaidi. Katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, hali ya usalama na maisha ya kijamii endelea kuzorota kwa kasi, kwa mujibu wa taarifa ya jumuiya mpya ya kiraia Nouvelle Société Civile Congolaise. Taarifa hiyo imetolewa siku ya Jumatano tarehe 24 Juni baada ya rushwa ya siku mbili iliyofanyika Lubero Centre kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 24 Juni. Ingawa warsha hiyo ilikuwa ya lengo la kuongeza uelewa kuhusu haki za binadamu na namna ya kuzuia ugonjwa wa Ebola, mjadala mkubwa uliibuka kuhusu hali mbaya ya usalama katika eneo hilo. Viongozi wa mashirika ya kiraia walikuwepo katika mkutano huo, wamesema kwamba Lubero sasa inakabiliwa na hali ya tahadhari kubwa ya kiusalama. Wanataja kuwepo kwa uvamizi wa mara kwa mara wa makundi yenye silaha, vitendo vya ukatili dhidi ya raia pamoja na hali ya ukosefu wa utulivu unaendelea kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise, matukio ya kiukwaji wa haki za binadamu yameongezeka katika maeneo mbalimbali ya Lubero. Matukio ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, uporaji wa mali na kuwafanya wananchi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Hali imeathiri sana maisha ya watu wa kawaida. Wananchi wengi wanasema kuwa hawana uhuru wa kufanya shughuli zao za kila siku kama kilimo na biashara, huku huduma muhimu kama afya na elimu zikiendelea kuathirika kutokana na ukosefu wa usalama. Shirika la kiraia linasema kuwa hali hii imefanya jamii kuwa katika hatari kubwa zaidi na kuongeza umaskini katika eneo ambalo tayari lilikuwa na changamoto za kiuchumi na kijamii. Katika mkutano wa shiriki pia walifundishwa namna kufuatilia, kuandika na kuripoti matukio ya kiukwaji wa haki za binadamu. Lengo ni kuwezesha viongozi wa kijamii kuwa macho na kutoa taarifa za mapema kuhusu matukio ya uvunjaji wa amani. Shirika hilo la kiraia limesisitiza kuwa mashirika ya kiraia na jukumu muhimu kuwa sauti ya wananchi waliokosa ulinzi, hasa katika mazingira ambayo wananchi wengi wanajiona wameachwa bila msaada wa kutosha. Warsha hiyo pia iligusia swala la kiafya la Ebola, ambako wataalamu wa afya walitoa elimu kuhusu namna kujikinga na ugonjwa huo unaoendelea ulipotoka katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Wananchi wamekumbushwa fuata hatua muhimu za kinga kama kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa miili ya watu waliofariki kutokana na magonjwa yanayoshukiwa kuwa Ebola, pamoja na kuripoti harakati za ugonjwa wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo. Hata hivyo, Nouvelle Société Civile Congolaise imesema kwamba mapambano dhidi ya Ebola yanakuwa magumu zaidi kutokana na ile ukosefu wa usalama ambao unafanya baadhi ya maeneo kushindwa kufikiwa na wahudumu wa afya. Mwisho wa mkutano huo, Nouvelle Société ya Lubero imetoa wito kwa serikali na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka ili kukomesha ghasia zinazozidi kuathiri maisha ya wananchi. Pia imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF na MONUSCO ili kuimarisha operesheni za kijeshi na kuhakikisha ulinzi wa raia katika eneo hilo. Kwa sasa wakazi wa Lubero wanaendelea kuishi katika hali ya hofu, wakisubiri hatua madhubuti zitakazoweza kurejesha amani na utulivu wa kudumu. Nani hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 26 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tumekuangazia habari mbalimbali zinazohusu hali ya usalama, maendeleo ya kisiasa na kidiplomasia pamoja na matukio ya kijamii kutoka maeneo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu. Tunakukumbusha kuendelea kuchukua tahadhari katika maisha ya kila siku, hasa katika maeneo yanayokumbwa na changamoto ya kiusalama, na kufuata maelekezo ya mamlaka husika pale yanapotolewa. Basi asanteni sana kwa kuwa sehemu ya Kivu News Informally, habari sahihi za haraka na za kuaminika unakutana nazo. Na basi kabla tujahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, nilikukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha ndio nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomesha fanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na kutujuza unatusikizwa kwa sehemu gani, ondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakutakia siku njema yenye amani na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Huko ni kwa hizi tukutane katika taarifa zetu za mchana. Basi bye bye na chao, baki salama na asubuhi njema.